Je, unatambua kwamba wewe ni Mungu mdogo? Tafakari ya siku hii ya leo itakushangaza. Naomba usikilize mpaka mwisho ili uelewe maanisha nini. Ndugu zangu wapendwa, tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Tunasoma haya katika kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya kwanza aya ya 26. Leo naomba tutafakari maandiko matakatifu na hasa ile Injili ya Mathayo sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 8. Inahusu habari ya uponyaji. Bwana wetu Yesu Kristo anamponya bwana mmoja ambaye alipata stroke, na baada ya kumponya anamwambia umesamehewa dhambi zako. Na ndugu zangu wapendwa, watu wanashangaa sana kwa nini Yesu anatamka maneno hayo, pengine ni kumkufuru Mungu, maneno ya kufuru hayo. Lakini Yesu mwenyewe anasema mwana wa mtu anayo mamlaka ya kusamehe dhambi duniani. Sikiliza kwa makini. Yesu hakusema kwamba mwana wa Mungu, alisema mwana wa mtu. Alafu watu pia walishangaa, inakuwaje mtu anapata mamlaka ya namna hiyo ya kumponya mtu? Kwa kutamka tu miujiza inafanyika. Ni kama vile pia na ile Injili ya jana, kwa wale ambao mlisikiliza na kufuatilia, Yesu alituliza dhoruba. Yaani mwanadamu anatuliza dhoruba na inamtii. Basi leo anaendelea kwa kumponya mtu alikuwa na stroke, mtu alikuwa amepooza, na anabeba kitanda chake, anaondoka akiwa na uhai na afya nzuri. Ndugu zangu wapendwa, hapa tunajifunza kwamba kwa kweli Bwana Yesu alikuja kwetu na kujitambulisha kama Adamu mpya. Adamu wa kwanza ni Adamu aliyeanguka. Sasa nitakurudisha nyuma katika historia ya uumbaji. Watafsiri wa maandiko matakatifu na hasa mababa wa kanisa wanatufundisha kwamba baada ya Mungu muumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, alimpatia zawadi walau kubwa tunazozifahamu ni mbili, ambazo hiyo ya kwanza ni neema utakaso, yani uzima wa Mungu ndani yetu. Ile hali ya kuwa ndani ya Mungu. Mwanadamu alikuwa na uwezo pia hata kuonana na Mungu ana kwa ana, kufanya mawasiliano ya ana kwa ana bila kuwa na kikwazo katikati. Lakini zawadi ya pili ambayo ina makundi manne, zawadi hii ya pili yanaitwa mapaji. Mapaji ya uumbaji. Mapaji ya uumbaji ambayo yanazidi ile asili ya mwanadamu kama jinsi alivyoumbwa. Unajua kwamba mwanadamu, neno hilo mwanadamu ni yule aliyetwaliwa katika udongo. In Adam. Unaweza kusema pengine mwana wa Adamu. Lakini pia Adam, ile jina Adam manake inatoka katika lugha ile ya Kiebrania Adama. Adama manake aliyetwaliwa katika udongo. Lakini ndugu zangu, huyu aliyetwaliwa katika udongo amepewa hadhi ya juu sana. Hadhi ya juu sana. Na ndio sababu leo na kila sababu ya kukwambia kwamba tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na tukafanyika miungu wadogo. Lakini hadhi hiyo mwanadamu aliipoteza kwa sababu ya anguko la dhambi. Kadiri ya kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, baada ya shetani kuona wivu na kumdanganya mwanadamu ili atoke katika ile hali nzuri ambayo Mungu alimuumbia. Zawadi 4 ambazo katika kundi hili la pili ni hizi zifuatazo. Ya kwanza kabisa ni uwezo wa kutokufa. Mwanadamu alipewa uwezo mkubwa sana, kwamba pamoja na kwamba binadamu anaishi, lakini kifo ingekuwa sio kitu ambacho kinakuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu. Uwezo wa kutokufa ulikuwa ndani ya mwanadamu huyu. Lakini pia zawadi nyingine ilikuwa ni zawadi ya kutokuwa na mateso au mahangaiko ya namna yoyote, pengine za kama maradhi au kufanya kazi kwa jasho na maumivu ambayo tunakutana nayo kila siku ya maisha yetu. Lakini pia zawadi nyingine ilikuwa ni uelewa. Ilikuwa na uelewa mkubwa sana juu ya mambo ya Mungu, lakini pia juu ya ulimwengu, jinsi Mungu alivyoumba, na ndio sababu alikuwa na uwezo pia mkubwa wa kutiisha mambo ya ulimwengu huu bila kutumia nguvu kubwa. Lakini pia zawadi nyingine ambayo ya mwisho ambayo Mungu alimpatia mwanadamu ni utashi imara. Utashi imara. Mwanadamu alikuwa na maamuzi sahihi kwa sababu alikuwa tayari na uelewa. Unajua maamuzi yetu huwa yanakuwa sio kamili, sio hajakamilika kutokana na kwamba tunafanya maamuzi bila kuwa na uelewa wa kutosha juu ya yale ambayo tunayafanyia maamuzi. Kwa hiyo zawadi hizo kwa kweli zilimfanya mwanadamu, yule Adamu kabla hajaanguka, hajatenda dhambi, kuwa ni kama Mungu tu, ni kama kiungu kingine. Lakini ndugu zangu wapendwa, baada ya anguko mwanadamu akapoteza vyote hivyo. Kifo kikaja, maradhi yapo, mateso yapo, na hata utashi ukaribiwa, na hata ujinga. Ndio sababu tunakwenda shule kila wakati, la sivyo tungekuwa tuendi shule. Lakini pia katika tafakari ya namna hiyo, Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kurudi kuja kumkomboa mwanadamu, yeye mwenyewe anaonyesha sifa hizo. Bwana wetu Yesu Kristo anaonyesha sifa hiyo kwamba yeye ni mkombozi. Yeye ni Adamu mpya. Na tunaona anafanya miujiza.
yanakuwa na nguvu dhidi ya maradhi, yanakuwa na nguvu ya kuwakomboa watu katika matatizo yao, kama huyu ambaye tunamwona katika hii injili ya leo anaponywa kutoka katika ugonjwa wake wa stroke au kupooza. Lakini na miujiza mingi ambayo amefanya. Jana tumeona Bwana Yesu anaamuru nguvu za asili zitulie. Kwa kuna mafuriko, kulikuwa kuna mawimbi baharini, lakini Yesu akiwa amesinzia, baadaye anaamshwa, anakemea pepo na pepo zinatulia, chombo kile au boti ile inatulia. Sasa baada ya kutoka kwenye boti ile, leo basi anakutana na mtu ambaye ana shida hiyo ya kupooza na anamsaidia na kupona moja kwa moja. Ndugu zangu wapendwa, hili linatufundisha nini katika maisha yetu? Linatufundisha kwamba baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuja duniani, ameturudisha katika ile hali ya mwanzo tuliyoipoteza kwa sababu ya dhambi zetu. Bwana wetu Yesu Kristo ndiye Adamu mpya. Ametumwa, ni mjumbe wa agano jipya ambalo Mungu amelianzisha kupitia yeye. Na hivi tunapomwamini yeye na kupokea msamaha wa dhambi na mastahili ya msalaba wake pale Kalvari, tunapokea baraka zile ambazo tulizipoteza kwa sababu ya dhambi zetu. Na tena tunainuliwa hata kuliko wale wazazi wetu wa kwanza. Tunarudishiwa hali ya juu na hadhi ya juu zaidi kuliko hata ile ambao walikuwa nayo wakina Adamu na Eva, wazazi wetu wa kwanza. Na hili linatufundisha kwamba kwa vile Bwana Yesu mahali fulani fulani ametamka kama mwanadamu huyu ana mamlaka, mwanadamu huyu aliyekombolewa, aliyeondolewa dhambi, aliyesamehewa dhambi, aliyefanyika ni mtoto wa Mungu, basi huyu anakuwa ameinuliwa, anakuwa na mamlaka ya juu zaidi. Ndio sababu tukisoma hata ile Injili ya Mathayo sura ile ya 16 aya 19, Petro anaambiwa mkabidhi funguo za ufalme. Lolote utakalolifunga duniani litakuwa pia limefungwa na mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani na mbinguni pia litakuwa limefunguliwa. Lakini pia tukisoma pia Injili ya Yohana ile sura ya 20 aya 23, Yesu anasema, anawaambia mitume wake, anawapulizia akiwaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi watakuwa pia wamefungiwa. Jambo ambalo liliwashangaza sana wale watu waliona muujiza wa Yesu wa kumponya yule mtu alikuwa na stroke. Mojawapo ni kwamba walishangaa, inakuwaje mwanadamu anasema umesamehewa dhambi zako? Yesu anasema rahisi ni lipi? Sema kama umesamehewa dhambi zako au ni kumwambia inuka uende zako. Msingi pale Yesu akataka kutuonyesha kwamba baada ya kurudishwa katika ule uzima mwingine wa Adamu wa mwanzo, na hata mkuu wa juu zaidi, hadhi ya juu zaidi kuliko ule wa Adamu, basi mwanadamu anapewa uwezo wa ajabu. Lakini ndugu zangu, tutambue tu kwamba uwezo huu tunapewa sio kwa nguvu zetu sisi wenyewe, ni kwa nguvu ya Mungu. Na ndio sababu mtu anakwenda kuungama, anaungama kwa padri, na anasema namuungamia Mungu Mwenyezi. Lazima aanze na Mungu, sababu Mungu pekee anayesamehe dhambi, naye padri wangu. Mungu huyo ndiye anemtuma Roho Mtakatifu aweze kuondolea watu dhambi na kupata ile mastahili ya Kristo msalabani, mastahili ya malipizi ya dhambi zetu. Ndugu zangu wapendwa, haya yote haya yanatufundisha kwamba imani yetu inapaswa kuwa ni imani inayojikita katika huyu Yesu. Maana Yesu ndiye peke yake aliyetumwa kwa ajili ya kuturudisha katika ile hali ya mwanzo. Aliweza kuwaponya watu, aliweza kufufua wafu, aliweza kuwasamehe watu dhambi, aliweza kuwafundisha watu na wakaelimika, wakaacha utawala ule wa giza. Aliweza kuwafundisha watu namna ya kuamini, namna ya kutiisha ulimwengu, ili basi miujiza iweze kutendeka katika maisha yetu na tuweze kumtumikia Mwenyezi Mungu jinsi anavyotaka. Ndugu zangu wapendwa, hili linatuimarisha. Wakati mwingi tunaona wapo baadhi ya watu ambao wamekata tamaa, wamejikatia tamaa, pengine wanajiona wao ni wa hadhi ya chini. Wakati mwingine wapo watu ambao wanadharau hii sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Dunia leo watu wengi wameishia kutendeana mambo mabaya, wameharibu hii chapa ya Mungu. Wanakosa kuelewa kwamba mwanadamu ameumbwa ili ainuliwe juu sana. Na hata katika sakramenti ya ubatizo kwa sisi wa Kristo, ubatizo ni sakramenti ambayo inamuondolea mtu dhambi ya asili, dhambi nyingine zote ambazo amezitenda, kutufanya pia watoto wa Mungu na wa kanisa. Ndio sababu ni hiyo Injili tunaona Yesu anamwambia yule aliyekuwa anaumwa, yule mwenye stroke, anamwambia mwanangu, anamuita mwanangu kwa sababu kwa kweli amesamehewa dhambi. Baada ya kusamehewa dhambi, naitwa ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo tunapobatizwa, ndugu zangu, tunaumbwa upya, tunatengenezwa upya, tunatolewa katika utawala ule wa Adamu aliyeanguka, na tunaingizwa sasa katika utawala wa Adamu mpya ambaye anafurahia katika familia ya Mwenyezi Mungu. Na hapo mtu anapokea uwezo wa kumuita Mungu Baba, na Mungu anaitika mwanangu. Na ni jambo la kushangaza kama mtu leo hii akiingia katika banda la kuku, alafu kasikia kuku amekwambia mwanangu,
amekwambia baba na ukaitika mwanangu. Jambo la kushangaza sana. Lakini katika Mungu, ndugu zangu, sisi ambao tunazaliwa ule mwili wa dhambi, tunazaliwa katika mwili wa dhambi, tunaobatizwa tu tayari tunafanyika kuwa ni viumbe vipya. Tunafanyika kuwa miungu, tunafanyika kuwa familia ya Mungu, tunafanyika kuwa ndugu zake Kristo, tunafanyika kuwa warithi pamoja na Yesu katika zile zawadi za yule Adamu wa mwanzo, na hata zawadi kubwa zaidi ya hizo. Kwa hiyo leo hii sisi ambao tunatakiwa kuishi ubatizo wetu, lazima cha kwanza kabisa tutambue kwamba kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, na Mungu ana kusudio kubwa sana la kumuumba mtu na kumuinua katika hali ya juu sana. Na hivyo tuheshimiane, kila mmoja mheshimu mwenzake, kila mmoja atambue hadhi yake, kila mmoja atambue hadhi yake, asijidharau, kila mmoja apokee ukombozi ambao Kristo ameuleta, yaani kufanya toba, kukubali kazi za Mungu, lakini pia kukubali kukombolewa, kukubali ukombozi huo ambao unatuinua sana na kutuweka pale juu katika miungu. Na kushangaza zaidi ni kwamba kwenye maandiko matakatifu sehemu nyingine tunaona heti watakatifu pamoja na mitume watakuwa ni wahukumu siku ile ya mwisho. Inawezekanaje jambo hilo? Kwa kweli tuelewe tu kwamba kwa kweli kwa ubatizo na kwa kupokea msamaha na uponyaji wa Yesu Kristo tunafanyika kuwa ni watoto wa Mungu, ni viumbe ambavyo vinapokea mamlaka ya Mungu na kuitekeleza duniani kwa kutiisha ulimwengu kama na maandiko yanavyosisitiza kila wakati. Kwa hiyo leo mafundisho ambayo tunayapata siku ya leo ni kwamba heshima na utu wa mwanadamu ni kubwa sana, na lazima kila mmoja atambue kwamba umefanyika miungu pamoja na Kristo. Basi nakutakia wakati mwema. Usiache kusubscribe, like na kushare katika Habari Njema Channel ili uendelee kupata tafakari nzuri namna hii kila wakati tunavorusha matangazo yetu mapya. Ndugu zangu, naomba tuendelee kujadili mada hii. Wewe ni Mungu mwingine. Wewe ni kimungu kingine. Sio Mungu wa herufi kubwa, bali Mungu wa herufi ndogo, maana unaingia katika familia ya Mungu kwa njia ya ubatizo, lakini kwa njia ya kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Sasa utajiuliza, na wale wengine ambao pengine ni Waislamu au pengine ni watu ambao hawajabatizwa, kwa upande wao inakuwaje? Mungu ana namna yake ya kuokoa. Mungu ana namna yake ya kuokoa. Na ndio sababu pia kuna ubatizo wa damu na ubatizo pia wa tamaa. Wacha ule ubatizo ambao tumezoea ambao ni ubatizo wa maji. Kwa mtu yeyote ambaye anampokea Kristo, anapokea mafundisho na maisha ya Kristo, namna ya maisha, namna ya kuishi kama Kristo alivyoishi, hata kama hamkiri kwa kinywa, lakini kwa vile hana ufahamu wa kutosha kuhusu Kristo, lakini maisha yake akaishi maisha yanayopendeza Mungu na akaishi maisha ambayo yanawapendeza, yanamfaa kwa ajili ya kupata uzima wa milele, basi Mungu hatamzuilia kumpatia zawadi hiyo ya kuwa mtoto wa Mungu na kufanyika Mungu pamoja na Yesu, kuwa mrithi pamoja na Yesu katika zawadi hizo za kimungu. Unafikiri maoni yako ni yapi katika haya ambayo tumeyazungumza siku ya leo? Je, unatambua kwamba wewe thamani yako ni kubwa, ni kama ya kimungu kidogo, au mmoja kati ya familia ya watoto wa Mungu? Naomba uache comment yako hapo chini. Nikutakia wakati mwema. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.